rasmi mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa Pwani ni Musa Mansuri pamoja na msafara wako. Lakini namshukuru Mungu, majuma kadhaa tumepiga hatua ya kuweza kupaua nyumba yetu kama unavyoona. Sisi tunakushukuru kwa ahadi yako ya kutetea na hiyo nyumba bado inaendelea kufika mwisho. Kwa bado nazidi kukaribisha katika hatua zingine za kupiga plasta na kadhalika mpaka tutakapo. Basi bila kupoteza muda nikaribishe mwenyekiti wangu ili aweze kukaribisha. Asante. CCM oye! Jumba la Maajabu oye! Mjumbe wetu oye! Ndugu jumba tamtamtu loye, kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu jumba kamati ya siasa, kama ambavyo tulikwambia awali, kupata ratiba kwa kuwa nyumba mtendaji. Sisi nyumba tumejenga mjini kabisa, ni tofauti na maeneo mengine. Katibu wangu analala hapa, benki pale. Ukimwekea kidogo kitu anaenda pale anatoa ni CRDB, akizunguka hapo ananiambia. Kwa hiyo changamoto ya fedha hii hapa hata kuwa nayo. Kidumu Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Lakini pia ujenzi wetu unaendelea. Mungu amejalia heri, umetia baraka. Tukabidhi madirisha tukabidhi hapa. Lakini tunatamani sana nyumba yetu mpaka mwezi wa 10, katibu mkuu tumuombe katibu wetu wa vijana mkoa, tuone katibu mkuu mmoja wa vijana taifa aje azindue nyumba yetu hii ya mtendaji. Tunatamani sana manispaa yetu hii ya Kibaha, kwa sababu ndio makao makuu ya mkoa wa Pwani, pawepo na nyumba mtendaji. Hata Chifu Ntonga akiwa na wageni wake pale nyumbani mzee zaidi anahamishia hapa kidogo. Kidumu Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Ndio makao makuu ya mkoa, tunakosa nyumba mtendaji. Lakini mimi naamini kupitia uwezo uliokuwa nao na moyo uliokuwa nao, kuna namna ambavyo unaweza ukafanya. Tumewaita watu wa umeme Magri, tuliamini leo unakuja na liko jambo utalisema pamoja na madirisha, lakini kati zisimame. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Imani uzai imani. Mimi nimeamini wewe ukija kwa jambo utafanya. Nikasema watu wa umeme njoeni, watu wa maji njoeni, tindueni, pachikeni mabomba kopeni, mimi nitalipa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu naamini Alhaji Musa Mansuri mtu wa Mungu, mcha Mungu, unakuja. Si mtu wa ahadi na sio mpeche mpeche. Ni mtu ambaye unatekeleza kwa wakati. CCM oye! CCM oye! Basi nisiwe mwingi wa kuzungumza. Baada ya machache nikukaribisha sasa tuendelee na ratiba nyingine kama ambavyo katibu mpangilia. CCM oye! Oye! CCM safi! Safi! Mama Samia Suluhu Hassan oye! Oye! Awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii leo nyumba ya Chama cha Mapinduzi. Pia nawashukuru sana wanachama wenzangu, vijana wa Chama cha Mapinduzi. Na maneno machache leo nataka niwaambieni. Kwanza lazima muamini, na hii ndiyo kauli mbiu yangu ya siku zote. Chama kitajengwa na wanachama. Chama kitajengwa na wanachama. Mtu yoyote ambaye anawiwa na ana uwezo wa kuweza kukijenga chama, kusaidia chama, mwenye tofali, mwenye mfuko wa simenti, aweze kuja kutekeleza, kwa sababu kila kiongozi anapoomba nafasi yoyote, nafasi anayohitaji ndani ya chama, jambo la kwanza dhamira yake inamsukuma anakuja kufanya nini. Tunahitaji chama tukitumikie, sio chama kitutumikie. Na nyinyi vijana leo hii mnapaswa lazima mjue hili jambo. Tusiseme vijana taifa la kesho, vijana ni taifa la leo. Moyo wa Chama cha Mapinduzi ni jumuiya ya vijana, na vijana mkifanya kazi vizuri, vijana mkiwa huko mtaani mnaonekana mnafanya mambo ya msingi, basi ni rahisi zaidi kuwa na wanachama wengi wa kutosha. Kazi ya chama ni kuwa na wanachama. Ninawaahidi leo hii nimetoa madirisha, nitaongeza na shilingi milioni 3 ili muweze kuendelea kujenga. Alhaji oye! Ndugu zangu na viongozi wote mliohudhuria hapa kwa nafasi zenu, hiki chama ni cha wanachama. Hiki chama ni cha wanachama. Tukitumikie chama, tusimtumikie mtu. Kila mwenye nafasi yake na kila mwenye nafasi ya kufanya kuweza kukiimarisha chama apewe nafasi.
Tukiweza kufanya hivyo, chama chetu kitapiga hatua mbalimbali. Tunatembea sehemu nyingi sana, mikoa mbalimbali, tunaangalia jinsi gani chama chetu kinafanya maendeleo. Lakini leo tukiangalia Pwani, kwa kweli tunasikitisha. Sasa tuweke milango wazi, uchaguzi umekwisha. Sasa kila mtu kwenye chama aliingia, alikuwa na kauli mbiu yake. Kuna mtu kaingia kwenye chama na ameomba nafasi ili akitumikie chama, sio chama kimtumikie yeye. Mimi nimeingia kwenye chama, nimeomba nafasi kwenye chama. Leo nimekaa hapa ni kwa sababu yenu nyinyi. Bila nyinyi mimi nisingekaa hapa. Kwa hiyo nawaahidi yale niliyokuwa nayafanya ndiyo nayaanza upya. Sitarudi nyuma kwenye maendeleo ya chama, sitarudi nyuma kwenye kukisaidia chama, kwa sababu ni wajibu wa kila mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Tuna kazi kubwa ya kushikamana, na hasa vijana ndio moyo wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu na viongozi mliokuwepo hapa leo, nina furaha kubwa sana kwanza kupata mwaliko huu. Toka baada ya uchaguzi tu hali ya siasa ilikuwa sio sawa, nadhani sisi wote tunajua, tukabidi tukae kwanza tutulie. Wenzetu walileta kidogo ukorofi, hatuna haja ya kurudia huko, lakini sasa tunasema sisi tumepewa ridhaa na wananchi kuongoza serikali hii na kuongoza nchi. Hakuna mtu yote mwingine anaweza kuongoza hii nchi zaidi ya CCM, na hakuna mwanachama bora zaidi ya mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na ubora wetu ni mshikamano na umoja, wasitokee watu wakatutenganisha. Baada ya uchaguzi ndio tunapata kujua nani ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na nani si mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Uchaguzi unampima kiongozi. Baada ya uchaguzi wako wanaosusa, baada ya uchaguzi wako wanaoendeleza makundi. Mimi kundi langu ni moja, linaitwa CCM. Tushikamane, tukijenge chama. Kwa hayo yote niliyosema yanatosha, na hela Bwana Kazembe mwenyekiti utaichukua sasa hivi mbele ya watu wote. Acha bwana. Na mjumbe wetu tuna imani na Mansuri wetu. Mansuri kweli kweli, Mansuri kweli kweli, Mansuri. CCM oye! Nilikuwa namuomba sana katibu wetu wa wilaya, ni mtu mchapa kazi, mpenda maendeleo, na na imani kufika kwetu hapa leo pia baraka zake zipo. Sahihi kabisa. Milango iko wazi, mtu yoyote anayetaka tusaidiane ili kukijenga chama. Sisi kazi yetu kukijenga chama, ndio iliyotuleta na kuimarisha chama bila kudai makundi na bila kufanya mazingira ya aina yoyote. Naomba Mheshimiwa kwanza kamata fedha. Anaweza kutokea mtu utumbo uko wazi, tukampa mtu mwingine tukaacha huko. Sasa kamata kidogo hivi. Tupate picha nzuri. Angalia. Picha ya ubaya hii. Na katibu katibu hajapata picha hapo. Ameshapokea picha tu. Katibu. Wewe chukua hela hapo, hiyo nyumba ulali. Sio kuhakikishia. Jamani, baada ya kusema hayo, tuna mengi ambayo tutakuja kuyazungumza huko tunapokwenda. Nashukuru sana sana sana. Kuna maarifa. Hizi ni ngapi? Haya. Wajumbe tunaenda kwenda Costa. Wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya.